Wanakijiji wenzangu, nimewaita mahali hapa kama wawakilishi wangu ili niwaonyeshe miradi iliyo mbele yetu kabla sijaonyesha kijiji kizima, kwa maana wakati watakuja nitakapokuwa nawasimulia zile miradi tulizo nazo, nanyi muwepo na ufahamu ya kwamba kunalo ABC, na kama kuna swali litaulizwa hata nyinyi muweze kuwajibu ili tusaidiane, maana kila mmoja atauliza maswali yake. Yote ni miradi za kijiji hiki zimefanywa na mwenyekiti wetu mstahiki, mwenyekiti tunayempenda wa kijiji hiki. Kwa hivyo ninawasihi kama vile mlivyo tuwakilisha, tutembee sote twende tukawakilishe vijiji vyetu kwa kuwaonyesha hizo miradi. Mwonaje? Hapo ni sawa, hapo ni sawa kabisa. Mwenyekiti, umetuambia kwamba utatuonyesha miradi ambayo umetengeneza. Mbona tumekaa hapa kwenye kijiji muda mrefu na sijaona mradi unaendelea? Alafu hiyo miradi umeiweka wapi? Kwa sababu sijaelewa, ama nyinyi mnajua ni nini kinaendelea katika hiki kijiji? Si amesema nataka twende wote akatuonyeshe, ndio tuwakilishe kwa kikundi. Tunasubiri kuondoka sisi. Kundi wakituuliza tuambie tuliona hii na hii na hii. Haswa wewe umekuwa makini sana. Nimesema nimewaita hapa kwa mnajili wa kuwaonyesha miradi tuliyoianzisha kwa kijiji hiki. Kunayo matanki mawili tumejenga ya kuhifadhi maji ndani ya kijiji hiki chetu. Unajua hiki kijiji kina vitongoji tofauti. Sasa kuna tanki moja liko katika kitongoji hiki mahali tuko, na kuna tanki lingine liko katika kitongoji la mtaa wa pili. Sasa basi tutakapoondoka hapa nitawaonyesha matanki yote hayo mawili, na nitawaambia kila tanki limechukua pesa ngapi na watu waliojenga wametumia pesa ngapi na wanafanya nini mpaka saa hii mahali wamefikia. Sasa bila kupoteza wakati, ningependa muamke ili tuongozane kuwaonyeshea miradi, ili muone kila mradi mahali uliko, tuje tukawaonyeshe wana kijiji watakapokuja kwa meeting ijayo. Mimi naomba radhi, sitafika. Lakini viongozi wenzangu, mtaandamana naye, mtanipa hiyo report mtakapomaliza. Sawa. Samahani lakini haina shida, nieleweka. Wananchi wenzangu, hizi ni baadhi ya zile miradi nilizozileta katika hiki kijiji, na mkiona huu ndio mradi wa kwanza ambao umekamilika, na tuliamua kuanzisha na tanki la maji, maana mlisema maji yanatoka mbali. Ama mnaonaje? Mpige makofi jamani. Mbona wananchi wangu mnakaa kama hamjafurahi na mradi huu? Ama niwaonyeshe mradi mwingine? Maana mimi ninahakikisha nimefanya miradi mingi kwa kijiji chetu, na kama huu mnaona haujatosha, basi twendeni nikawaonyeshe mradi mwingine. Twende. Unajua lazima to make sure kijiji chetu kimezungukwa na miradi tofauti. Ndani nitawafanya vijiji kila mmoja wetu awe na mfereji kwa nyumba yake.
kwamba itafika mwaka kabla sijatoka kwa uongozi huu, maana mimi ndiye kiongozi niliyofanya maendeleo kuliko viongozi wote waliotangulia, ila kabla sijafika, kila mwanachama wa kutengeneza barabara hii ili kuwe na urahisi kwa maji, wasione kazi kubwa ya kutembea kufika katika kijiji chetu. Sasa basi, huu ndiye mradi wa pili niliowaleta muone, na kama vile mnavyoona, ile ya kwanza ulikuwa chini kidogo kulingana na mandhari ya pale, na huu tumejaribu kuinua. Contractors waliojenga wakasema hapa hili tanki litabeba maji lita 10,000, na ninaamini wakazi wote wa huku hawatamaliza haya maji. Kwa hivyo ni sisi tushikane mkono kutunza kisima hiki, ya kwanza kuweka usafi ili maji yetu yatufae sisi pamoja na wanyama wetu, na kufanya kazi zetu kwa uandalifu zaidi kwa sababu ya miradi. Lakini mwenyekiti, hii kisima nikizaliwa kilikuwa hapa. Wewe umefanya nini mwenyekiti? Na umeanza uongozi wako miaka 4 mpaka saa hii, alafu unakuja kunionyesha hii kisima? Haya, mimi nataka kuelewa, maana kuna kitu sielewi. Lakini mwenyekiti, population ya watu inapungua, sababu maji yenyewe watu hawapati, wengine hawapati maji, watu wanakosa maji, wengine wanatoka kule wanakuja huku kuchota maji huku, maji inapatikana kidogo, wengine wanakosa. Sasa tuna shida huku kijijini huku. Kiukweli hatuna nafasi ya kujenga visima vya serikali. Tunatumia ile sehemu iliyokuwa na kile kisima ya zamani, na kwa sababu hatuwezi haribu, tunaifanyia marekebisho. Tukishafanyia marekebisho ndio maji yapate kuingia ndani na itulie pasipo kumwagika. Ni lazima tuite ma contractors, na ili kuita contractor aje atengeneze anatumia hela nyingi, maana kwa kijiji chetu hatujasoma. Kwa hivyo hatuna contractors wa kutengeneza visima. Sasa hawa contractors wamejenga hiki kisima, hawajatoka kwa hiki kijiji. Nimewatoa huko kuwalipia ndege wakafika kwa kijiji chetu, nikawatafutia hoteli wakalala, na pia nikawalipia transport ya kutoka mahali wanalala mpaka kwa hiki kisima, na kila chakula wanachokula asubuhi, mchana na usiku bado ni pesa yetu sisi wanakijiji. Kondandas kitu gani? Hata mtoto wangu amesoma, mtoto wangu ni kondandas. Mbona umchukue mlete afanye kazi? Tunalipia watu ndege, unaharibu pesa nyingi. Siwe tunakufanya hapa kwetu. Mtoto wangu pia ni kondandas, angemleta hapo afanye kazi. Mbona hivyo wewe mwenyekiti? Mimi sitaki kusikia mambo ya kondandas hapa sijui wote. Alafu mimi mwenyewe ujue mwenyekiti, mimi mwenyewe ni contractors, sio contractors, mimi mwenyewe ni contractors. Hiyo kazi nafaa tupatie sisi tuifanye. Tuwe watu wenzetu kule tuje tusaidiane tufanye hiyo kazi. Sasa sisi chenye tunataka tufanye hapa, tunataka kila mwana kijiji apatiwe maji ndani kwake. Utembeze pipe, kila mtu awe anapata maji kwake. Hii habari ya kutoka kule mtu anakuja huku iishie hapa. Na ninaenda kutangaza kwa watu wote, wewe sio mwenyekiti, wewe unatuharibia kazi. Na nimeenda kutangazia watu na ninaenda kusema wewe una ubinafsi na ni kazi ya watu na haribu. Hata mimi mwenyekiti naona nakwambia, lakini unielewi. Unaanza kuniambia mimi sijui kusoma. Sasa kwa sababu sijui kusoma, wewe si mwenyekiti. Hata mimi nitaenda kusema wewe si mwenyekiti. Mwenzangu ameenda, hata mimi naenda. Hauna heshima kabisa wewe. Huu ndio ubaya wa kuongoza kijiji cha watu wasiosoma. Wakisema sijafanya maendeleo, kwani maendeleo gani wanataka nifanye? Ule wakati nikipigania uongozi, si kwamba walinipigia kura bure, walikula 50-50. Na huu ndio wakati wangu wa kuregesha zile 50 niliwapa. Na hata wakifanya wameenda, lazima 50 zangu nitaziregesha, na mwaka ujao bado nitarudi kwa kiti, maana nitawapatua 50-50
na watanipigia mimi, maana hakuna mwingine tena na pesa kama mimi. Na hivyo sijachoka, ninafuata pale pale, nitaongelesha na nitachukua kiti tena.